turu du durun tudum. Gongona re gongona, kalipata buzi kalichuna. 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 Woyo mama Nyamidela huyo mzee wa kuuza nguo zote, aina zote wauza wewe. Madira, sijui visketi, sijui viblauzi, mpaka nguo za marehemu utauza wewe. Kwa hali hii tunavyoelekea. Afu ya Makame koma. Hiyo madera sijui majuba sijui manini umenipa wewe. Hebu nipumzishe. Na Makonde unavyopenda pesa wewe, unavyopenda kudaidai. Nakwambia kuna siku wewe wazani ukifa utazikwa na pesa, huzikwi na pesa utaziachia huku juu, tutatumia sie hapa. Tena ukifa tu nitaka niulizie kibubu chako kiko wapi. Ingelikuwa hivyo, kusingelikuwa na matajiri duniani. Na alafu nasikia yote ulikuwa unamwambia Bupe. Nilikuwa ninatulia na kusikiliza. Sasa kama ndio hivyo, ukitaka nikuone mwanaume kweli basi mlipie. Mimi nitaacha kumdaidai Bupe. Hiyo Bupe mwenyewe sijui na brand unamwona kama mwanamke sana, mlipie. Kiurahisi ndo ananiambia nilipie. Kwani mimi kunisikia mtoto wa Baharesa au mimi ninazaliwa nyuma ya benki? Wewe vipi wewe? Waniona mimi ukiniona hivi na ngara jua nina pesa. Mimi sina shilingi 10. Wewe ungeenda nyumbani kwangu mwenyewe nipo nje jamani. Aka kwani mimi mwizi? Kikombe cha nini? Hichi ninakuja hapa kidogo nitie chai. Wewe. Chukua nani hiyo pale? Mbona mumpika kidogo leo? Yaani wewe huko ulipotoka hujapigiwa chai, hawaja kuchemsha hata chai, unajua tu kuzulula na wanawake kibao unaokuwa nao. Wanashindwa kupigia chai kabisa jamani. Uje kunia hapa kwangu. Wewe. Afu mbona unapenda kula vitu vya watu? Mimi nimeolewa nina mume. Alafu subiri gogo akukute hapa. Utoje utajibu nini? Ulo tu unakukaa kooni. Mwanamke una masimango wewe. Halafu kwa vizuri ulivyomtaja gogo. Nakwambia gogo kampigwa huko leo. Kangaragizwa chini. Nusura hapa nije na maiti. Nataka nimjue mwanamke gani aliyompiga gogo na amempiga kwa kisa gani? Kuna nini paka apigwe gogo mume wangu mie? Mimi sijui lakini sasa mwache bilisi apite. Wewe akija hapa gogo muulize vizuri. Mimi nishakugundua. Wewe nakujua vizuri Makame. Ukikuwa na njia utazua vya kuzua maneno na ya unga ili tu upate chai unywe alafu uondoke. Nishajua haya mambo umeyazusha. Umeyazusha haya mambo. Umeyazusha kwenda huko. Labda nikwambie, aliyempiga mume wako gogo ni yule mwanamke alokuja hapa akakudai wewe pesa. Hebu nipe. Nipe hujasikia au vipi? Yani sielewi kabisa yani. Yaani sijui ametumia ujanja gani. Yaani sijui kapita engo gani ule kijeba yule, mbilikimo yule. Sijui kapita engo gani ule jamaa, sijui kichochoro gani kapita. Kaenda kayapeleka, kayajaza, kayanya, yani kisawasawa. Yani kanya kisawasawa kwa Chiku. Yani kaniharibia jambo unifanyia Makame safari hii. Halifai. Lakini gogo, nilikwambia toka hapo awali. Makame sio mtu wa kumpa siri zako. Lakini mimi ukunisikiliza. Ona leo sasa kayamwaga. Cha kufanya hapo ndugu yangu, kubali makosa, kuwa mpole. Mambo yaishe. Yaani mimi nawaza sijui nimpige yule. Gogo, hata ukimpiga Makame haitusaidia. Yaani ndo kashaya mwaga. Yani nimekaa saa 4 usiku mpaka saa 8. Yani mpaka saa 8 sijalala, nahangaika nawaza nimwambie nini Chiku ili anielewe. Yani nawaza naimba nyimbo zote yani mpaka saa 4 usiku. Ndio sasa nitafanyaje? Yani nimetia ndimu, maji ya baridi, maji moto, yani nimeweka mpaka chumvi. Ili yani iwe rahisi kunielewa. Sasa anielewe yanaingilia huku yanatokea huku. Aya, kati ya maneno ulomwambia, kati ya zamani na mapya, yepi ya ukweli? Yote ya uongo na kweli yote nimechanganya. Sikufichi yani kweli kabisa nimechanganya vitu vyote. Kwa sababu lengo ni mlete sasa arudi kwenye ile himaya yangu kama mwanzo. Lakini imeshindikana kabisa. Gogo. Sasa basi mimi nitakusaidia. Maana sisi wanawake tunajua kabisa funguo zetu sehemu zilipo. Nitaongea naye na atanielewa, ondoa shaka.
Nisaidie shemeji yangu, nisaidie please. Niongea naye bwana, hebu nisaidie bwana. Gogo naipunguza ndugu yangu, Gogo jamani. Tafuta tu kuambia mambo yako, sio wale. Sasa si unajua sisi marafiki na naona nakaa naye pamoja na mjali hivi namsaidia hivi, lakini yeye ndo kanigeuka. Ni kweli wanachosema mbaya rafiki yako wa karibu. Gogo. Yaani mbaya ndugu yako. Gogo. Hata la soda. Karibu mwanangu. Asante mama, za hapa. Nzuri tu, sijui tokako. Sisi hatujambo, tuko poa kama vile hatuna poa. Kuna tatizo? Mama mkwe wangu kijana, we acha tu. Tunapitia mengi kwenye kuolewa. Isikuelewe, hebu niweke wazi. Shida nini? Yaani kiufupi mama, kuna shida. Ndio maana nimekuja. Nakuja at least unishauri nifanye kipi? Shida ni mtoto wako Gogo. Mtoto wako Gogo mama ana tabia mbaya. Mumalaya na yeye. Hela zake sioni nyumbani kiufupi. Sijawahi kuona hela ya mume wangu. Tofauti na hivyo vitu unavyovijua wewe vya kulisi anavyo. Leo kutakuja mwanamke wewe ana mimba. Kesho kuna kuja huu. Kesho kuna kuja huu. Alafu vyote ni mimba yake. Hakuna hata anayesema oh, hii si mimba yake nimeekti. Zote ni mimba zake. Sasa hiyo tabia imenifikia na mimi nimechoka. Moyo wangu unaniuma kama mwanamke. Moyo unavuja damu. Sasa sijui nifanye nini na kuhusu mwaneno. Kama ni vipi bwana, hata aseni talaka mimi tuachane, maana mimi nimechoka. Yaani hapo kwenye kuomba taraka ndio sikushauri kabisa. Sikushauri. Yaani mimi naweza nikawa kama dada yako au kama mama yako. Kwa hiyo ushauri ninaokupa mimi mwanangu, naomba usiombe taraka. Kwa sababu 99% ya wanaume wote wanafanana tabia zao. Kwa hiyo hata kama ukisema ombe taraka, utatembea na wangapi? Au utaolewa na wanaume wangapi? Wanaume wanafanana mwanangu. Yaani sikushauri kabisa. Alafu hii tabia ya Gogo ni tabia yake endelevu. Tabia yake sugu. Kwa sababu kuna mwanamke binti wa watu mzuri tu alikuwa anataka kumuoa. Tena alipata bahati mashallah, babake Muhindi, mamake Mwafrika. Lakini ameshindwa kumuoa kwa sababu ya tabia yake hiyo hiyo ya kuleta mimba wanawake, yani ndo tabia yake. Ila mimi naamini Gogo yeye anakupenda. Mkikaa mkazungumza mkaelewana ataacha. Ni vitu mbona vinaongeleka hivyo? Lakini sio kufanya maamuzi kama hayo. Ila kama wanaume wana tabia moja. Wale wengine lakini sio Gogo. Na tena nimeelewa kitu ulivyoongea. Yaani Gogo alikuwa na mwanamke Muhindi. Labda ndoto yake iko kwa Muhindi, haipo kwangu. Hapana, bado hujanielewa. Huyo mwanamke nayemuongelea hapa tayari ameshaolewa na hayupo kwenye maisha ya Gogo. Na Gogo wewe angekuwa hakupendi, asingesubutu kukuweka ndani. Angekufananisha na hizo mimba zinazokuja nyumbani kwako kila siku. Wewe una heshima yako. Mama mkuu wangu, wewe damu bado inachemka kwa sababu bado kijana tu kama mimi. Ulichokiongea pale nimekuelewa kwa kina. Ina maana Gogo alikuja kwangu kwa sababu yule mwanamke wa Kihindi kaolewa. Yaani mimi ni kama tairi onekaga nyuma ya gari. Isisikiharibika ndio wananiweka mimi. Yaani mimi nimekuja kuziba pengo ya yule Muhindi. Ina maana Gogo mapenzi ya uhalisia kwangu mimi hana, ndio maana nifanyia matukio. Basi hujanielewa. Hujanielewa kabisa.
Narudia tena, angekuwa akupendi asingekuweka ndani. Angekuwa akupendi asingekuoa. Huyo mwanamke tunayemzungumzia hapa hayupo kwenye maisha yake. Tena hajui hata yuko wapi. Wewe ndio unashika nafasi ya Gogo. Wewe ndio kila kitu kwa Gogo. Na ndio maana nakwambia ukikaa naye mkiongea mtaikana sawa, yatapita hayo. Mimba, lakini una heshima yako unajua Heshima kweli ninayo kwa Gogo. Si unajua bwanangu mwenyewe ni ila wanasema kama maji yafuata mkondo. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Kama Gogo yupo hivyo, vipi baba mkwe, baba yake Gogo yupoje? Nipo kama unavyonifahamu. Niko hivyo hivyo mimi bwana Gogo. Shikamoo baba. Na wewe kuwa ushike hiyo shikamoo. Ala. Yaani niko msalani kule kutwa itoki unavyoniua mtoto wewe fisadi kiwembe. Wanyanjechele. Wanyanketo. Hebu njoo hapa. Kazi umbea tu kufuatilia mambo ya watu. Mume wangu, yule ni mkwe wako. Inabidi umheshimu. Hata kama mkwe wangu yule mkwe gume lile. Pale Gogo hajaoa mke. Lile gume. Mwanamke ananenepeana kwa ufisadi na umbea na uzambiki. Kwa nini asizae yule? Kwa nini kwangu mimi nashindwa hata mimi ni ule mbilimbi nikautikisa? Ina maana wewe kumwambia yule kama mimi ninacheza dakika 120 na penalty mikwaju ninapiga. Uko hapa undani wangu. Mficha marazi kifo mumbua. Na kama wewe una shida ya wajukuu, mtoto wako mtaa mzima hapa kajaza mimba. Kwa hiyo mjukuu sio lazima atoe huyu mke wake. Sasa kuna ubaya gani? Gogo akijaza hii dunia kuna ubaya gani? Mimi mwenyewe nataka niongeze mke. Nini wewe? Unauliza nini? Maninginingi kipande 70. Wewe dada wewe. Hebu sasa sio kwa nakimbilia nini? Hata usiogope. Niko zangu kiusalama kabisa. Nafikiri unanikumbuka. Nakukumbuka. Na Gogo unamfahamu? Gogo unamfahamu? Gogo namfahamu. Unamfahamu, unamjua? Namjua. Sasa leo nataka uniambie ukweli. Kuhusiana wewe na Gogo. Unamfahamu kivipi? Yaani kama nani yako kwanza kwa mfano, kwa sababu mimi nakuaga chizi sana kwa Gogo. Yaani mimi nakuaga kama kasoro milembe shoga yangu. Leo nataka uniambie ukweli. Ukijichanganya we dada wewe, hii perfume itakushia machoni mwako? Mimi nakwambia hata usipate shida. Hii dawa hii, naweza nikakunyesha hii dawa hii. Hata kama uumwe. Na hichi naweza kutoa macho yako, kutungua hiyo macho yao unayofanya kumuonea Gogo hiyo. Na kutungua kabisa. Sasa dada, ukinitoa macho mimi nitaonea nini? Ndio nayategemea haya jamani. Wewe unanipangia? Niambie kati ya wewe na Gogo kuna nini kinachoendelea? Nitakutungua hiyo macho unachokipindikao cha juu. Kiukweli basi weka humo kwanza kwenye pochi tuelewane. Kumbe nategemea macho yako ili unaumeza watu We, niambie ukweli usisema tena mimi. Sasa dada, unavyonyosha hivi na kwa mimi ninakuwa sipo huru kuongea kwanza kwenye mkoba nikwambie. Haya. Nimetulia, niambie ukweli. Yaani kiukweli mimi nataka nikwambie ukweli kabisa. Wala sikudanganya. Mimi na Gogo tulikuwa tuna mahusiano, lakini sasa hivi siko naye. Ulikuwa na mahusiano na Gogo? Mwishowe kunjunjana? Mwishowe kunjunja? Mara mbili. Usiku mchana? Zote usiku. Itakuwa Gogo siku lavyo nidanganya nenda kutoka kwa babake huyu. Ndio kuja kunisaliti kwako. Mwanaume jamani. Una mimba au una? Mimi? Kolosho, una mimba au una ya Gogo? Mimi kiukweli dada, mimi sina mimba ya Gogo. Sina kabisa. Mimba una? Sawa. Sasa ni kwa nini ulikuja nyumbani kwangu kwa ujasiri wote kabisa kama mtoto wa kike, unakuja kusema eti unakuja kumdai hela ya kaka yako?
Ina maana wewe na Gogo mlitengeneza drama ili mje muniombe mimi hela kupe wewe, si ndio maana yake? Kweli. Kiukweli mimi nilikuwa yani simdai Gogo, ila ilikuwa ni wajibu wake. Ndio maana nikatumia ile mbinu pale ili aweze kunigea hela ya matumizi. Jamani kutungua imacho. Usinifanyie hivyo. Kwanza macho yako kimalaya. Alafu na macho ya Gogo yenyewe ya umalaya tosha kabisa, mkioana zina mechi kabisa. Sasa mimi nakuachia Gogo. Nimekuachia. Nenda kaishi na Gogo. Kafanye maisha yenu. Maana mnapendana. Mpaka umepata ujasiri wa kuja nyumbani kwangu kuniongopea. Maanake ni drama mlipanga wewe na Gogo. Sasa mimi nakuachia Gogo. Siwezi kufanya kitu chochote. Usiwaze. Kama una mimba mtalea wenyewe. Dada usifanye hivyo. Mimi sasa hivi siishi na Gogo, haki ya Mungu nakwambia. Wewe nitakurekodi nikuposti. Si nishakwambia baki na Gogo. Unataka kunilazimisha? Wewe unataka kunifanya nini? Baki na Gogo. Msipoenda kutazama kame, maana si ndio chawa. Shia mumuone kule shamba ya mapenzi nyie. Amtulii kuma kwenu wewe. Nilikuwa nenda huku. Yaani wewe. Haya. Unaona mama, kwa hiyo mimi lengo la kuja hapa, mzee alishaniambiaga kwamba pale pana hatihati ya kubomolewa, inapita barabara, serikali inapitisha barabara, lakini sasa nikawa sina uhakika kwa sababu mzee naye ananiambiaga mambo naye kwaga kama vile anaweza akanitia moyo tu. Ndio maana nikasema nije niulize vizuri, nifuatilie, je, pale ni kweli pamesha wekwa X na panabomolewa? Yaani uhakika ili nijue najipangaje. Ni mtaa gani? Pale kwa Biti Nyangumi pale. Hapa Kichangani? Hiyo ni kweli kabisa. Serikali ilipitisha tangu enzi za mabibi zako niseme. Tangu bibi yako yupo. Tayari pale walishapitisha na nyumba nyingi zilishatiwa X na wengine walishahama zamani. Ulibaki nyumba bibi yako. Kwa hiyo wewe cha kufanya haraka kabomoe nyumba, achukue mabati, kachukua na matofali yako, ukajenge mbele. Sawa. Kwa hiyo hamna malipo, labda hamna chochote? Pale sasa hivi cha kupewa hamna kwa sababu alishalipwa zamani. Haya sawa, basi hamna neno. Ngoja tutafute mazingira tena. Kwa hiyo maana wiki hii ndio wanabomoa maana yake. Tayari process za kubomolewa zimeshaanza. Haya, asante, nashukuru kwa hiyo. Magodoro ndani ya dirisha. Nikanyia migumu kama nini? Bwana maweza godoro lote kulalia. Sofia, sasa ndio unaandaa chakula. Mwenzangu, unajua dukani nimekaa nimechukua muda mrefu kweli kula. Afu lo vikoba, si unajua Wewe. Karibu mbona usiku. Mwenzangu nina mengi. Karibu shoga yangu. Asante. Unaanza kudai madeni hadi usiku? Wewe acha tu mwenzangu nina mengi. Kumekucha. Mambo gani tena shoga yangu anakufanya wewe kuyanga usiku wote huu? Shoga yangu. Yaani Sofia anavyokuambia nyumba yetu ya huko napoishi mimi. Serikali inakujaga bila taarifa. Si imekuja kusema nyumba yangu itabomolewa. Sasa jambo hilo kwamba geni kwenu ndio umeweza kulisikia leo au jana? Pale mbona panajulikana ni barabara ile inataka kupitishwa pale na mbona ulishatoa na nili muda mrefu sana kwamba mtakiwa bomolewe pale. Kwani yeye Gogo hakupewa pesa? Sina siku alilipwa. Hicho ndio kimenifanya nitoke nyumbani, nitoke kwenye nyumba. Sio tu kubomolewa Nikutoka kwenye nyumba kwa sababu ya Gogo. Nimegombana naye. Nimekorofishana naye kwa sababu Gogo ni malaya tu. Wanawake. Hawa watu wakutairo kubwani wana shida yani Gogo ni malaya na afu ile hela yake ile sijaona hata 100. Sijui kala na baba yake. Gengeni sasa napataka hata hela mimi. Siona kinachokiona ndio nimeona kwa nini nipe stress. Nimeachana na Gogo bado tu anipe talaka. Nikae zangu fresh tu. Anipe talaka. Wewe chiku wewe. Mpiga kwanza stafulai mtoto wa kike. Kabisa unasema nataka talaka yangu, anipe talaka yangu. Wewe talaka mwanamke kuomba dhambi. Ukishatikisa hali zina mbingu hapo. Kwa ugomvi kidogo tu ndio ushanyanyuka vizigozigo vyako unataka kuachana na Gogo. Haya, uachane na Gogo sasa uende wapi? Wewe tuna mengi tu lakini haya tuachane nayo. Tutajua tunamalizaje. Ile kichonileta zaidi sana usiku huu. Mwenzangu, tusameane yaliyopita, alafu tena mimi wenjo shoga yangu.
Yaani wewe Sofia, hata kama nilikuwa nakudai kwa shangwe hivi na kudai hela ya vijola, ni hivyo tu ibilisi alitokea. Lakini wewe ndio shoga yangu, lazizi wangu, rafiki yangu kipenzi. Yaani mwanamke anayekukubali kwenye hiyo mtaa. Yaani mimi nakwambia kwenye huu kauzibe, wakiniambia ni mzibe nani? We na waziba wale wote, lakini wewe nakuokoa. Mimi nilikuwa naomba hifadhi ya siku 2-3 tu hapa, nikae kwanza kidogo. Nitatoka. Na mpango wa kupanga, maana hela ninayo. Nitapanga chumba, lakini sio sasa hivi, ila nitapanga. Ila tu nisaidie hifadhi shoga yangu. Nikae hapa siku 2-3 kadhaa. Nitulize kwanza, maana na stress sana kusugogo. Goga ananyumiza. Sasa umeona tabia yako kugombana na watu. Umeona? Maana Chiku sidhani kama kuna mtu mwingine anaweza kukusaidia hapa mtaani, sidhani. Chiku na kujua. Wewe kuna mtu gani hapa mtaani, mwanamke gani anayekupenda wewe? Unavyojua kudai hela kauli zaliwa nayo wewe. Mimi mwenyewe ushanikosea mara ngapi ulikuja dukani kwangu utakondoka na mzani umesahau? Mwali umesahau? Ila wewe ninachokuambia Chiku, jifunze. Leo umekuja kunomba mimi msaada. Mimi umenikuta mwenzako hapa Sofia sina talo ya korosho. Kujikunja hivi sina. Nimenyooka kama mshale. Unavyoniona. Sina hiyo la kujikunja. Ninakustiri. Tena sio kukustiri. Kaa unavyojisikia, ukijisikia ondoka. Si unanielewa? Ila hiyo tabia acha. Leo umekuja kuniomba mimi. Ningekuwa mimi sina mara pa kuhifadhi ungeenda kuomba wapi? Na wanawake wote mtausha gombana nao kwa vijola vyako. Utasema mkopeshaji wamekuja hapa na washatuzoea, wewe nani? Sasa ndo nguo zenyewe hizi tu peke yake. Nguo taweza kuzifuata basi tugange aje tuachane na mambo ya zamani. Muda ule ni gogo ndio alikuwa nipelekesha. Wewe gogo mwenyewe tele yake. Basi hata mzigo. Natamani nikuone leo, macho yako ni mwanga wangu, ukiongea na moyo wangu, nisikie hata kwa ndoto. Natamani tusemezane hali yangu